nafikiri swali la msingi hapa ambalo tunahitaji kujibu bila kuogopa, bila kuoneana aibu. Serikali ni mali ya wananchi. Serikali ni mali ya nini? Ya wananchi. Walio wengi wanafikiri wananchi ni mali ya serikali. Tubadilishe. Serikali ni mali ya wananchi. Wananchi si mali ya serikali. Na mimi siamini kwamba kuzaliwa katika familia maskini huwezi kuwa kiongozi. Mimi naamini Mungu ameumba vijana wenye vipawa vizuri, lakini wanatokea maeneo duni, familia maskini, lakini hawawezi kuwa viongozi kwa sababu hawana fedha na mifumo haiwaruhusu kuweza kupenya kuwa viongozi. Ndicho nilichomaanisha. Taifa hili lilijengwa na vijana. Tulipopata uhuru mwaka wa 61, ukiondoa mawaziri kama 3 4 katika baraza la kwanza, waliobaki wote walikuwa ni vijana. Hatukuwa tumewajua, hawakuwa na uzoefu. Sasa siku hizi tunaanza kuulizana uzoefu. Waliotuletea uhuru nani alikuwa amewapa uzoefu? Walikuwa vijana wa miaka 30, 25, 27. Tukawakabidhi taifa wakaliongoza, ndio maana tupo. Sasa sisi baada ya kuingia eti ndio tunaanza kuhoji vijana, hana uzoefu, hana sijui nini na nini, hana uzalendo. Kwani hao waliotuletea uhuru walifanyaje? Mbona walikuwa vijana na bado wakaweza kutuletea uhuru katika taifa letu? Tunahitaji mfumo wa kidemokrasia ambao unatoa fursa sawa kwa wote, na hasa kwa swala la rushwa. Tumeruhusu rushwa kutuchagulia viongozi. Rushwa kutuchagulia viongozi. Sasa unaona inakwenda mpaka kwenye dini, mpaka kwenye vyama vya michezo, mpaka kwa wasanii, kila mahali fedha ili mtu aweze kuchaguliwa kuwa kiongozi. Kwa hiyo tunahitaji mfumo wa kidemokrasia. Msingi ni kwamba ili kongamano limekuja kwa ajili ya kufanya tafakuri ya mwenendo wetu wa kidemokrasia hapa Tanzania, na zaidi tuliangalia nafasi ya kijana katika kumshirikisha kwenye michakato ya kijamii na kisiasa na kiuchumi, kuwa kama kiongozi wa kuleta mabadiliko. Na katika kutafakari hilo ni kwamba wadau wengi wameonekana kutokuridhika na jinsi kijana anavyochukuliwa, hasa katika tafsiri ya neno uongozi. Na zaidi ni kwamba tunapomwangalia kijana wa leo na kijana wa miaka 10-15 iliyopita, hawa ni watu wawili tofauti. Kila mmoja pengine anaweza kawa na uelewa wake kuhusu neno uongozi. Tumekubaliana kimsingi ni kwamba kiongozi, kijana wa leo, ili aone uongozi unamletea maana na ile tafsiri yake, tafsiri ya uongozi ilete maana kwake, ni pale tu aone kwamba anashirikishwa vya kutosha katika kufanya maamuzi juu ya mambo ambayo yanamhusu, ukiwemo pengine mabadiliko yanayohusu siasa, mabadiliko yanayohusu uchumi. Na uchumi ili ulete tija kwake ni kwamba yeye lazima ajikute kuwa anashiriki, yupo katikati ya michakato hiyo. Hawajielewi wanataka nini, kwa sababu lazima unapotaka kitu utafute njia ambayo ni sahihi ya kuweza kufikisha ujumbe. Tunavyozungumzia demokrasia katika nchi, kila nchi ina demokrasia yake na kila nchi ina mipaka yake katika demokrasia. Tuna uhuru wa kuzungumza, lakini tukizungumzia demokrasia Tanzania hatuwezi kuzungumzia demokrasia ya Kenya, hatuwezi kuzungumzia demokrasia sehemu nyingine, ni kutokana na jinsi ambavyo sheria ilivyo. Kwa hiyo kwa nini nazungumza kwamba vijana hatujui nini tunataka? Kwa sababu ili ujue nini unataka lazima utumie njia ambazo ni sahihi kufikisha ujumbe wako kutokana na jinsi sheria ya nchi yako ilivyo. Mimi naamini kama vijana tutatumia njia ambayo ni sahihi. Kama vijana tutatumia njia ambazo tayari hata wazazi wetu walifanya na maisha yakaendelea, basi naamini serikali inaweza ikatusaidia na kuweza kutufanya tuweze kubadilika katika maisha. Kwa hiyo vijana tusichukue mihemko tukaingia katika mitaa tukafanya hivi. Hicho ndio kinachotufanya tuonekane hatujui nini tunataka. Kwa sababu wewe unasema unataka ajira, unaenda kwenye sheli ya mafuta, unavunja sheli ya mafuta, unaripua. Huko ndio ambako utapata ajira. Wewe unasema unataka katiba mpya ili vitu vibadilike, unaenda katika sijui masuala ya masupermarket, unaenda katika maduka ya watu unavunja, unaenda katika miundo mbinu ya serikali ambao wametumia muda mrefu unavunja huko. Je,
la kujiuliza, ukishavunja vile vipaumbele vitakuwa nini? Utapata wewe ajira, utapata wewe katiba, au bado itarudi katika miundombinu ambayo watu watatengeneza? Ina maana lazima tujue tunataka nini ili tutumie njia ambayo ni sahihi, ambayo itakuwa ni maridhiano pamoja na serikali. Tunahitaji nafasi zaidi katika kufanya maamuzi. Tunahitaji tuwe na maamuzi, sio tu kwamba tunapata nafasi za uongozi, lakini je, tunaweza kutoa maamuzi na maamuzi yakaweza kusikilikana? Je, tunaweza tukaingia katika vyombo vya maamuzi na bado maamuzi tunapoyatoa yakaweza kusaidia vijana wenzetu na yakaweza kutusaidia katika maisha. Kwa kikubwa zaidi tunachokihitaji katika serikali yetu ni kuhakikisha wanatuwekea mazingira ambayo ni salama, mazingira ambayo yatatusaidia katika maisha, ili tuweze kujiepusha na hivyo vigenge, tuweze kujiepusha na kuingia katika jamii na kuweza kufanya uharibifu. Kikubwa zaidi tunataka watusikilize, ili na sisi tujione ni sehemu ya maisha na ni sehemu ambayo tunathaminika katika nchi yetu. Vijana au Gen Z, sisi tunachokitaka ni kusikilizwa na kuona kwamba kile tunachokisema kinafanywa kazi. Sisi hatuna shida na maandamano ambayo yanapelekea hasara, lakini wapi tunasema, nani anatusikiliza? Jukwaa gani ambalo tutaloweza kulitumia sisi tukajihisi tuko salama? Mimi nahisi ni wakati sasa wa vyuo vikuu, taasisi za kiserikali, taasisi binafsi, NGOs kukaa na kutafakari, je, vijana wanachotaka wao ni kusikilizwa na kuona kwamba kile wanachokisema kinafanyiwa kazi. Nani atawajibu vijana? Nani atawapa vijana jukwaa hilo? Basi mimi naamini kama vijana wakipata jukwaa ambalo wakajihisi salama, wakafundishwa jinsi gani ya kusema, protocol gani za kuongea na kiongozi, jinsi gani ya kujenga hoja, kuanza na question ukaendelea na proposed solution, basi mimi naamini vijana wengi watakuwa katika amani na watazidisha uzalendo kwa nchi yao, kwa sababu sasa hivi wanajua kwamba wanachangia moja kwa moja na maoni yao yanasikilizwa, kuliko kuwa hawana jukwaa ambalo wao wanaamini